We can change the play. Thank you very much. Naam, alikuwa ni kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans Hamdi Rud akizungumza kwa niaba ya uongozi wa benchi la ufundi la Young Africans ni kwa kiasi gani lipo tayari kuelekea mchezo wa kesho, mchezo wa Derby ya Kariakoo baina ya Young Africans na Simba Sports Club. Na sasa ni wakati wa kuzungumza na mchezaji ama nahodha kikosi cha Young Africans Dickson Job, kuzungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake namna ambavyo wapo tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya watani wao Simba Sports Club. Job, karibu na zungumza na wanahabari. Sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo. Tunaamini utakuwa ni mchezo mgumu na ni mchezo mzuri, lakini tumejiandaa vizuri na tunaamini tutafanya vizuri ili kuweza kutetea taji letu. Sawa, nikaribishe maswali matano kwa nahodha. Job, vipi? Mambo yanakwenda? Sababu najua bwana, tunaendea mchezo kuna ka historia kidogo hapa nyuma, mpango au umepangiwa na nini? Ujio wa waamuzi wapi kama wachezaji? Naomba swali la mchezo husika. Achana na masuala ya waamuzi boss. We are talking about the game. Ni mechi ambayo ilikuwa iliahirishwa mara mbili mpaka kutokujadiliwa kwa morali ina nafasi gani kushusha na sasa mkoje kwa utayari wenu? Sisi morali yetu bado iko juu pale pale, tena ukizingatia tukiangalia kwa mchezo ambao ulipopanga kwa sasa hivi ni mchezo muhimu kati hata ile ambayo ingekuwa nyuma. Kwa sisi kama wachezaji tuko tayari na morali iko juu na tunaamini tutakwenda kupambana kwa asilimia zote kufanya vizuri katika mchezo huu. Sawa, swali la pili kwa mchezaji. Labda Dickson, kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba Sports Club, kuna pressure yote kwa ninyi wachezaji kuelekea mchezo mkubwa? Sisi kwetu hakuna pressure yoyote, ukizingatia wachezaji wakubwa, hii ndio michezo yetu. Kwa hiyo kikubwa ni kujiandaa vizuri na kwenda kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Sawa, swali la tatu. Sawa, mpira ni science na iko wazi hiyo. Ni mkulikabili kwa kadri ambavyo mmefanya research kwa upande wa wapinzani wenu, kiungo, walinzi ama washambuliaji katika kupata matokeo? Mimi nadhani hakutakuwa na eneo gumu kama tutafanya kile ambacho tumekifanya katika uwanja wa mazoezi au maelekezo ambayo tumepewa na mwalimu. Kama tutafanya kwa 100%, basi naamini kila kitu kitakuwa chepesi. Sawa, swali la 4 kwa mchezaji. Jadu kutoka Ayoma Media. Natamani kujua akilini kama wachezaji, huu ni mchezo kama mchezo wa fainali kwa sababu baada ya hapo ubingwa mnachukua, lakini baada ya hapo tutakuwa na mchezo mwingine wa fainali. Kichwani kama wachezaji mnajipanga vipi ili usitumie nguvu kubwa sehemu moja alafu sehemu nyingine ikawa ni shida? Kwa kuwa tuko tayari, sisi kila mchezo kwetu ni fainali. Kwa hiyo tunachoangalia mchezo gani uko mbele, tunatoa kwa 100% kuweza kufanya vizuri katika mchezo husika. Baada hapo tunaangalia mchezo unaokuja. Kwa hiyo ni sisi tukujipanga na kuangalia kuna mchezo gani na mchezo gani mwingine unahitaji yake. Tunaamini tutapambana hivyo hivyo. Swali la 5 na la mwisho kwa mchezaji. Asante. Naitwa Juma Mohamed, mwandishi wa habari kutoka Channel 10. Swali langu kwako, mmeenda kwenye hii mechi mkiwa tayari mmeshinda mechi 4 za Derby. Pengine hii ni motisha kwenu ama mnachukulia kama ni eneo la hatari zaidi kwenda kucheza na mpinzani ambaye hajapata matokeo kwenye mechi 4 zilizopita, na hii ni mechi ya maamuzi ambayo nyie pengine mna advantage ya kuwa mnahitaji matokeo mawili tu, ushindi ama sare kwenda trophy? Kikubwa tunaenda na tahadhari kubwa kwa sababu Simba nao ni timu nzuri na wanachezaji walio bora. Kwa sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kwenda kufanya vizuri na kupambana na kuweza kufanya vizuri katika mchezo mwingine tena. Job, zungumza na mashabiki wa Young Africans kuelekea mchezo wa kesho. Kikubwa tungependa kuwaomba mashabiki zetu wajitokeze kwa wingi siku ya kesho kuja kupa support, kwani mchezo huu ni muhimu sana na tunawategemea sana. Support yao ni muhimu kwetu na ambacho sisi tunaweza kuahidi ni kwamba tutaenda kupambana kwa 100% kuweza kufanya vizuri na kuweza kutetea taji letu.
Shukrani sana na niwatakie kila la heri kuelekea mchezo wa kesho. Naam, ni sehemu ya kwanza hiyo ya mkutano huo.